Kwa hivi sasa habari kubwa Tanzania, Afrika Mashariki na hata barani Afrika kwa ujumla ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba Sports kuweza kutinga hatua ya nusu finali kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mchambuzi wa soka nchini Tanzania, George Mbangile, ameweka wazi uchambuzi wake kuhusiana na kipi ambacho kimeifanikishia Simba kuweza kutinga hatua hiyo ya nusu finali ambayo walikuwa wakisubiri kwa muda mrefu sana, na hivi sasa wameifikia. Sio story tena. Bwana ameenda kuletea uchambuzi huu ambao amefanya George Mbangile ni Swax ID. Sasa kupitia kurasa wake wa Instagram, George Mbangile ameandika kwamba kwenye mahojiano na waandishi wa habari, Fadlu alisema kuna uwezekano wa kuanza na washambuliaji wawili wakati. Yaani akaweka neno uwezekano. Lakini akaona kama kikombe hakijapasuka, kwa nini sasa akitengeneze? Kocha anajua muundo wake hauna shida, bali ilibaki utekelezaji tu kwa wachezaji wake katika nyakati sahihi. Sehemu ambayo Fadlu alibadilisha ni ndogo sana katika muundo wake wa timu, hasa akiwa anashambulia. Namba moja ni position ya Kibu na Mpanzu. Mara nyingi huwa wanaombea mpira kwenye half space kabisa karibu na mabeki wakati wa timu pinzani, lakini kwenye mechi dhidi ya Al-Masry walikuwa wanaanza kupokea mpira katikati ya wingbacks na mabeki wakati wa pembeni, kwa maana ya outside center backs. Lakini hii ni kwa nini? Bwana kilichokuwa kinawafanya hivyo ni kwamba walikuwa wanafanya hivi ili kutengeneza sintofahamu kubwa ya kimaamuzi baina ya hao mabeki wakati na pembeni na wingbacks wa kwao. Kwa maana wingbacks wa Al-Masry half yao ni fullbacks. Unaona half yao ilikuwa ni fullbacks ya Simba wanapokuwa wamepanda juu. Lakini pia Fadlu alifanya hivyo ili kuwapa Kibu na Mpanzu shooting space, kwa maana ya ule nafasi ya kupiga. Wawe katika nafasi bora za kupiga golini, ili ikiwezekana pia wao wanafanya hivyo kwa sababu Ahoua alikuwa anajaribu sana kuwa karibu na Mukwala na asimwache peke yake dhidi ya beki wakati wa Al-Masry. Nafikiri alichokifanya Fadlu kimbinu kimeathiriwa sana na hali ya uwanja. Vinginevyo ingekuwa jioni ndefu sana kwa Al-Masry. Al-Masry mpango wao ulikuwa umezoeleka kabisa. Namba moja, wao walikuwa wanapoteza sana muda kwa kucheza mechi ya taratibu, lakini pia walikuwa wanazuia sana kulinda mtaji wao ambao walikuwa tayari wameshopata kule nyumbani kwao, kwa maana ya bao mbili. Lakini vile vile walikuwa wanasubiria sana counter attacks na mipira ambayo ilikuwa imekufa kwa ajili ya kupata goli la ugenini. Kipindi cha pili kasi ya mchezo ilipungua, hasa kutoka kwa mwenyeji. Nafikiri pia ndio iliwapa Al-Masry fursa na wao kuanza sasa angarau kuanza kuunganisha hata pasi zao. Hapo nafikiri Simba walikuwa wanacheza na moto, na kuambia ni nafasi na kosa moja tu ambalo lilikuwa linaweza kuamua taswira nzima ya mchezo. Sasa kuna vitu hapo vya kuzingatia sana. Yeye Mbangile anasema kwamba siamini kama Al-Masry waliamua kutaka penalti, bali hali ya mchezo iliwalazimisha. Waliona kufunga kwao itakuwa ni ngumu sana. Hamza anacheza kwenye gia yake, na kwambia yani ni gia yake mwenyewe ambayo anakuwa anataka, hakuna kitu unaweza kumfanya. Mukwala soma namba ya jezi ya beki, basi beki yupo matatizoni. Mpanzu sio kwamba hawakufanya homework yao Al-Masry, bali ni vitu vingi ambavyo ana uwezo wa kuvifanya, kwa hiyo kuna muda unakubali yaishe. Kwa upande wa Kamara unamwona golini, hali ya kujiamini ni kubwa kweli kweli, hata kwenye hatua ya matuta. Huo ni uchambuzi wa George Mbangile kuhusiana na mechi ya mwamba Simba Sports Club pamoja na Al-Masry. Na hivi sasa Simba wanakwenda kukutana na Stellenbosch ya Afrika Kusini kwenye hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kitendawili ambacho kinabaki, Simba atafanikiwa kufika hatua ya finali na kuchukua kombe? Niandikie maoni yako hapo chini na mambo yatakuwa vizuri zaidi.